Tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo. Tushirikishane tone la upendo. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika tafakari ya neno la Mungu katika mkesha wa mwaka mpya. Tumebakiza masaa machache kuhitimisha mwaka 2025 na kuanza mwaka mpya 2026. Ni siku ya furaha, ni siku ya shangwe, ni siku ya shukrani kwa Mungu kwa kusafiri pamoja nasi kwa mwaka mzima tunaoumaliza. Ujumbe unaotuongoza katika mkesha huo mwaka mpya ni shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya uhai. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya nguvu na afya njema, kwa zawadi ya amani, imani na matumaini, kwa zawadi ya ndugu, jamaa, marafiki, wafadhili na wote ambao tumeshikana mkono, tumetembea pamoja kwa mwaka huu mzima. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutukinga na hatari zote za mwili na za roho, na kwa neema na baraka zake nyingi ambazo ametujalia. Hizi zote sio kwa mastahili yetu, bali ni kwa huruma na neema yake. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Wapo wengi ambao walitarajia kuona mwaka 2026 lakini hatunao tena. Wamekwenda, wametambulia mbele ya haki. Sisi ambao bado Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kuendelea kuishi, tuna kila sababu ya kumwambia Mwenyezi Mungu asante. Kwa nini tunasherekea katika mwezi huu wa kwanza kabisa katika mwaka? Ni nini chimbuko la utamaduni huu wa kusherekea mwaka mpya? Katika kalenda ya kale kabisa ya Kirumi, kalenda hii ilikuwa na jumla ya miezi 10. Yaani mwezi wa kwanza ulikuwa ni mwezi Machi na mwezi wa mwisho ulikuwa ni mwezi Disemba. Na miezi iliyobaki, yaani mwezi Januari na Februari, ikionekana kutokuwa na manufaa sana katika kilimo, katika shughuli za biashara, katika mambo ya kivita na hata mambo mbalimbali ya kisiasa, kwa sababu ilikuwa ni msimu wa baridi kali. Lakini baadaye mwaka 700 kabla ya Kristo, Mfalme Numa Pompilius akaongeza miezi hii miwili iliyoachwa katika kalenda, yaani mwezi Januari na mwezi Februari, akiipa pia maana ya kidini, akihusianisha na maana ya kidini kama wakati wa kusimama, wakati wa kutathmini, wakati wa kujitakasa na wakati wa maandalizi ya kuanza tena kila kitu upya. Kwa nini Januari sasa ikawa mwezi wa kwanza, na walisherekea nini hasa walipoanza mwaka? Januari imetokana na jina la mungu wa Kirumi Janus, aliyetambulika kama mungu wa mwanzo na mwisho, mungu wa mabadiliko na mapito, mungu wa milango na malango, mungu wa wakati, mabadiliko na mizunguko ya maisha. Mungu huyu alikuwa na nyuso mbili. Uso mmoja ukiangalia nyuma, yaani mambo yaliyopita, na uso mwingine ukiangalia mbele, yaani mambo yajayo, na hivyo kumfanya Mungu huyu kuwa ishara kamili ya mwaka mpya, kwamba Januari ni wakati wa kusimama na kutafakari, kusimama na kutazama nyuma yaliyopita kwa moyo wa shukrani, na wakati wa kutazama mbele kwa mambo yajayo kwa matumaini. Kumbe nasi tunapoukaribisha mwaka mpya, tunasimama na kutazama nyuma. Tunasimama na kutazama tulipotoka kwa moyo wa shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Na pia tunatazama mbele kwa matumaini kwamba Mungu atatembea na sisi katika mapito yote na kutufikisha tena mwisho wa mwaka huu mpya salama. Kwa hivyo ni muda wa kufanya tathmini kimsingi kwamba niliweka malengo gani mwanzoni mwa mwaka huu unaoisha? Je, katika hayo niliyojiwekea nilifanikiwa kutekeleza yapi? Nimeshindwa kutekeleza yapi na ni kwa nini? Lakini pia ni muda wa kuweka mipango kwamba naanza mwaka mpya. Je, ni mipango gani ninatarajia kuiweka kwa mwaka huu na nitaitekeleza vipi? Lakini haya yote tukiyafanya pia tukiwa na matumaini kwamba Mwenyezi Mungu atatubariki
na tutaenda naye katika kila mpango ambao tunaupanga kwa mwaka huu mzima. Hivyo katika mkesha huu tuendelee kumshukuru Mungu kwa kuwa ametubariki na ametupa tena nafasi ya kuendelea kumtumikia. Tuendelee kumwomba aende nasi tena na tena katika mwaka huu mpya ambao tunauanza. Aendelee kutubariki, aendelee kutulinda, aendelee kutuvumilia. Kwa maombezi ya mama yetu Bikira Maria, mama wa kanisa linalosafiri, Mwenyezi Mungu atupe nguvu na afya ya roho na mwili ya kuanza upya, ili mwaka huu ukawa wenye neema na baraka kwa kila mmoja wetu kadiri ya mpango wa Mwenyezi Mungu. Lakini leo tunapata nafasi pia ya kuwaombea wale wote ambao wametangulia mbele ya haki, ndugu, jamaa na marafiki zetu kwa mwaka huu uliokwisha, ili waweze kuona uso wa Mwenyezi Mungu. Masomo yetu katika mkesha huu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha pili cha Wafalme, ni ile sura ya 5 aya ya 14 hadi 17. Naamani alishuka akajichovya mara 7 katika Yordani sawasawa na neno lake yule mtu wa Mungu, nayo nyama ya mwili wake ikarudi ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. Akamrudia yule mtu wa Mungu, yeye na mafuatano yake yote. Akaja akasimama mbele yake akasema, sasa tazama, najua ya kwamba hakuna Mungu duniani mote ila katika Israeli. Basi na kuomba upokee baraka kwa mtumwa wako. Lakini akasema, kama Bwana aishivyo, ambaye nimesimama mbele yake, sipokei kitu. Akamshurutisha apokee, lakini alikataa. Naamani akasema, kama sivyo, lakini mtumwa wako na apewe mzigo wa udongo wa bagala 2, kwa maana mtumwa wako hatatoa tena sadaka ya kuteketezwa wala dhabihu kwa miungu mingine ila kwa Bwana. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Somo la pili ni waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo, sura ya 2 aya ya 8 hadi 13. Mkumbuke Yesu Kristo aliyefufuka katika wafu, wa uzao wa Daudi, kama inenavyo Injili yangu. Nami katika hiyo nimeteswa hata kufungwa kama mtenda mabaya, lakini neno la Mungu halifungwi. Kwa ajili ya hilo nastahimili mambo yote kwa ajili ya wateule, ili wao nao waupate wokovu ule ulio katika Kristo Yesu, pamoja na utukufu wa milele. Ni neno la kuaminiwa, kwa maana kama tukifa pamoja naye, tutaishi pamoja naye pia. Kama tukistahimili, tutamiliki pamoja naye. Kama tukimkana yeye, yeye naye atatukana sisi. Kama sisi hatuamini, yeye hudumu wa kuaminiwa, kwa maana hawezi kujikana mwenyewe. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo la Injili linatoka katika Injili ya Luka sura ya 17 aya ya 11 hadi 19. Karibuni tusikilize somo la Injili takatifu. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako, ee Bwana. Yesu na wanafunzi wake walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma. Wakasimama mbali, wakapaza sauti wakisema, Ee Bwana Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu. Alipowaona aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akaanguka kifudifudi miguuni pake, akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wao wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu? Ila mgeni huyu? Akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Neno la Bwana. Sifa kwako, ee Kristo.
Masomo yote haya yanapatikana katika Dominika ya 28 mwaka C wa Kanisa. Somo la kwanza ni kitabu cha pili cha Wafalme, ile sura ya 5 aya ya 14 hadi 17. Somo hili la kwanza linaeleza tukio la uponyaji wa Naamani chini ya nabii Elisha. Naamani huyu alikuwa ni mtu mkubwa, mwenye cheo, mtu mwenye heshima, jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu. Alikuwa ni mpagani na hakumjua Mungu wa Israeli. Naamani alipatwa na ugonjwa mbaya sana, ugonjwa wa ukoma, ugonjwa uliokuwa wa fedheha, ugonjwa wa aibu. Aliyeupata ugonjwa huu alitengwa mbali na watu, huku akipoteza kiungo kimoja baada ya kingine. Aliposikia habari juu ya Mungu wa Israeli, akaamua kufunga safari hadi kwa nabii Elisha. Nabii Elisha anamwamuru akaoge mara 7 katika mto Yordani, naye akapona. Baada ya uponyaji huu, Naamani alirudi kumshukuru Mungu. Anakiri kwamba si kwa nguvu nyingine wala mastahili yake alipata uponyaji, bali ni Mungu wa Israeli ambaye ana wema na nguvu za kipekee kuliko miungu ya nchi yake. Na hivyo anataka kumshukuru Mungu kwa kumjengea madhabahu ili uwepo wa Mungu wa Israeli uwe katikati pia ya watu wao wakati wote, ambao hawa kimsingi walikuwa ni wapagani. Kwa hivyo tunaona shukrani ni tendo linaloendelea, ni tendo endelevu. Sio tu kumshukuru Mungu na kuishia hapo, bali ni kumshukuru Mungu na kuendelea kutambua kwamba ni Mungu anayetenda, ni Mungu anayetuponya wakati wote. Somo la Injili ni Injili ya Luka sura ya 17 aya ya 11 hadi 19. Katika somo la Injili takatifu tumesikia muujiza wa kuponywa kwa wakoma 10. 9 kati ya hao walikuwa ni Wayahudi na mmoja alikuwa ni Msamaria, mtu wa mataifa. Kati ya wakoma wale 10 walioponywa ni mmoja tu, yule Msamaria aliyekumbuka kurudi na kumwambia Mungu asante. Simulizi hili linafanana na lile tulilosikia katika somo la kwanza, kwamba anayerudi kutoa shukrani kwa Mungu baada ya kuponywa ukoma wake kati ya wale 10 sio Myahudi bali ni Msamaria, kama ilivyokuwa kwa Naamani. Huyu ni mtu wa mataifa. Wale Wayahudi walifikiri ni haki yao, walifikiri walistahili kwa kuwa wao ni taifa teule, na hivyo hawakuona haja ya kurudi na kumwambia Mwenyezi Mungu asante. Ndugu mpendwa, tunapohitimisha mwaka huu 2025 kwa namna pekee, katika mkesha huu tuna mambo yafuatayo ya kujifunza. Hasa tunapoanza pia mwaka mpya 2026, tuna mambo kadha wa kadha ambayo tunaweza kutafakari pamoja. Jambo la kwanza, mwaka mpya ni mwaliko wa kurudi na kushukuru. Ni siku ya kusema asante. Leo tunaposherehekea mwaka mpya 2026, tunaalikwa kurudi na kumwambia Mungu asante. Haijalishi ulifanikiwa nini na ulishindwa nini, ulifanikiwa kiasi gani au kufanikiwa kiasi gani, mwambie Mungu na kushukuru kwanza, kwa sababu bado ninaishi, bado nina afya, bado nina nguvu ya kuendelea mbele. Ninakushukuru Mungu kwa kunilinda na hatari zote za mwili na za roho kwa mwaka mzima. Ninakushukuru kwa kuendelea kunipa imani na tumaini thabiti kwako, kwamba si kwa nguvu zangu tu, bali ninaweza yote katika wewe unayenitia nguvu. Yote niliyofanikisha sio kwa sababu nilistahili sana, sio kwa sababu nilikuwa bora kuliko wengine, bali ni kwa rehema yako, Mungu mwenye nguvu. Tumshukuru Mungu kwa zawadi ya familia zetu, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya watoto wetu, kwa zawadi ya amani ndani ya familia zetu, kwa mafanikio mbalimbali tuliyoyapata kwa mwaka mzima. Tumshukuru Mungu kwa yote, hata pale ambapo hatukuweza kufanikiwa sana, pale ambapo hatukutimiziwa ahadi zetu vile tulitegemea, pale ambapo hatukupata kile tulichotumaini, bado Kristo atatupa kwa wakati wake, kwa sababu yeye ni Mungu anayetupenda, yeye ni Mungu anayejua mahitaji yetu yote. Kwa hivyo mwaka huu tunaalikwa siku hii ya kwanza kabisa kurudi na kumwambia Mwenyezi Mungu ninakushukuru. Pili, mwaka mpya ni muda wa kufanya tathmini, ni muda wa kufanya evaluation. Tunapoanza mwaka ni muda wa kutathmini mipango yote tuliyojiwekea mwaka ulipoanza. Ni wazi mwanzoni mwa mwaka 2025 kila mmoja alikuwa na malengo yake mengi. Je, katika hayo tumefanikiwa katika yapi?
na tulifanya nini mpaka tukafanikiwa kufikia mafanikio hayo. Tujipongeze na kushikilia hapo hapo, tukimkabidhi tena Mungu mipango yetu yote mikononi mwake. Lakini huenda mingine tulishindwa, hatukuweza kutimiza vizuri, tulifeli. Je, ni kwa nini hatukufanikiwa kufikia malengo tuliojiwekea? Huenda tulikuwa na udhaifu fulani, kulikuwa na kaukoma fulani, pengine ni uzembe au kutojali au kutokuwajibika ipasavyo au uvivu au na sababu nyingine nyingi hata ambazo ziko nje ya uwezo wetu, au pengine hata tukumshirikisha Mwenyezi Mungu mipango yetu kabla hatujaianza. Lakini hayo yote inatusaidia kuanza upya. Huenda pengine tumeshindwa kutimiza malengo yetu kwa sababu ya makundi fulani, kwa sababu ya marafiki wabaya ambao kwao pengine wao hawana haraka ya maendeleo, au pengine tukaendekeza starehe na anasa na tukasahau kufanya mambo ya msingi. Ni muda wa kufanya tathmini. Kaa chini, fanya mahesabu, fanya tathmini. Ni wapi nimefanikiwa? Ni wapi nimeshindwa? Huenda pengine nilitumia vibaya baraka za Mungu ambazo alinijalia. Ni muda wa kurudi na kufanya tathmini ya kina. 3, ni nafasi ya kujifunza kutokana na makosa. Tunapoanza mwaka ni muda wa kutazama ni wapi tulipoangukia na kuweza kuona mafunzo katika kila tulilopitia. Ni muda wa kuona strength na weaknesses zetu. Yaani ni wapi tulipokuwa na nguvu na ni wapi tulipokuwa dhaifu. Sio kwa kujilaumu, kwa kuwa hatuwezi kubadili lolote lililokwisha kutokea. Jana haipo tena mikononi mwetu na kesho pia sio ya kwetu. Kwa hiyo tuna funzo kubwa katika kila tulilopitia ambalo twapaswa kulifanyia kazi leo na sasa hivi. Katika kila mtihani na jaribu tulilopitia katika mwaka huu halikutuacha vile tulivyo. Tutazame mambo yote katika jicho chanya, kwamba kwa kuwa bado ninaishi, Mungu yupo na ananisaidia ili anguko langu la jana likawa ushindi wangu wa kesho. Huzuni yangu ya jana ikawa mbegu ya matumaini yangu mapya ya kesho. Ili aibu yangu ya jana ikawa heshima yangu ya kesho. Ninaweza hayo yote nikiwa na Kristo. Ninaweza hayo yote katika yeye anitiaye nguvu. 4, ni mwaliko wa kutafuta utakaso na kuweka nia ya mabadiliko ya dhati. Naamani na wale wakoma 10 walipokutana na Mungu walitakaswa, waliondolewa ukoma wao na wakarudishwa tena ndani ya jumuiya ya watu. Tunapoanza mwaka ni muda wa kumwendea mtu sahihi ili tupate utakaso wa kweli. Ni muda wa kurudi kwa Kristo kila wakati, kuketi miguuni pake na kumwomba atakase akili zetu, atakase dhamira zetu, atakase nia zetu, afungue mioyo na akili zetu ili daima tutende kadiri ya mapenzi yake. Ndugu mpendwa, hatua ya kwanza ya kupokea uponyaji kutoka kwa Mungu ni kutambua kuwa mimi ni dhaifu, mimi ni mkoma, kutambua kuwa nimepungukiwa kitu ndani mwangu. Na Amani alitambua fedhea iliyokuwa inakwenda kumpata kutokana na ugonjwa ule mbaya wa ukoma. Alijitahidi kuficha na kutafuta suluhisho kwa mali na uwezo aliokuwa nao, lakini hakufanikiwa kupona. Anatambua licha ya kwamba alikuwa na vyote, bado alihitaji mkono wa Mungu. Ndugu mpendwa, tunaweza kuwa na vyote, au tunaweza kuwaza pia kwamba ukoma kwa maana ya ugonjwa, lakini kila mmoja wetu ana kitu kikubwa ambacho anakosa. Kila mmoja wetu ana udhaifu wake au ana madhaifu yake mbalimbali ambayo kimsingi yanamrudisha nyuma katika kupiga hatua fulani. Kila mmoja akitazama kwa huu mwaka mzima, ni nini kimenifanya nimeshindwa kupiga hatua fulani kutoka nilipokuwa ambapo nilitarajia kwenda, au pengine nilishindwa kutekeleza mipango ambayo nilijiwekea kutoka hatua moja kwenda nyingine katika maendeleo yetu ya kimwili na maendeleo pia ya kiroho. Hivyo tumwombe Mungu atutakase kutoka kwenye vilema vyetu mbalimbali. Huenda ulikuwa ni ukoma wa kutokuwajibika. Mara kadhaa nimeshindwa kuwajibika vyema vile ninavyopaswa katika nafasi yangu, katika familia, katika jamii, katika kanisa. Huenda nimeshindwa kutimiza malengo mbalimbali niliyojiwekea kwa sababu ya udhaifu wangu wa kutokuwajibika vile inipasavyo. Huu ni ukoma wangu. Huenda unanimaliza taratibu katika kufikia pale Mungu alitaka nifike, katika kuifikisha familia yangu pale Mungu alitaka niifikishe, katika kulifikisha taifa letu pale Mungu alitaka lifike,
ninasali na kumwomba Mungu atende kitu, lakini mimi siwajibiki vile inavyopaswa. Ninapotambua udhaifu huu na kuufanyia kazi, ni hatua ya kwanza ya kuendea uponyaji. Na hili tunalifanya mwanzoni kabisa mwa mwaka huu tunapoanza mwaka. Kila mmoja aone ni udhaifu gani hasa katika kipengele hiki cha kutokuwajibika kilichonirudisha nyuma kwa mwaka huu ninaohitimisha. Pengine ni ukoma wa kukata tamaa na kuwakatisha tamaa wengine. Huenda katika mwaka huu mzima nimekuwa mtu wa kukata tamaa, kupoteza kabisa matumaini kwamba kesho yangu yaweza kuwa njema. Nashindwa kupiga hatua kwa kuwa sioni tumaini la kesho. Kukata tamaa kunafifisha mpango wa Mungu ndani mwetu. Lakini kuna wakati pia nimekuwa mtu wa kuwakatisha wengine tamaa katika mapambano yao na katika jitihada zao. Matokeo yake tunawarudisha pia wengine nyuma na kupoteza kabisa matumaini yao na imani yao. Huu ni ukoma kwa kuwa unafifisha ndoto zangu, lakini pia unafifisha ndoto za wengine kufika pale ambapo Mungu alikusudia wafike. Huenda neno langu moja la kutia moyo lingemtoa mtu kutoka hatua moja kwenda nyingine. Huenda neno langu moja limeua kabisa ndoto za watu wengine. Kumbe katika mwaka huu tulinde maneno yetu, tujitahidi kuwa watu wa kuwatia moyo watu wengine, na sisi wenyewe tusikate tamaa, kwa sababu daima tupo na Mwenyezi Mungu. Huenda ni ukoma wa wivu na vinyongo na visasi. Mara kwa mara nimekuwa mtu mwenye wivu, kuona uchungu juu ya baraka za Mungu kwa wengine, kuona uchungu pale Mungu anapowainua na kuwabariki wengine kuliko mimi. Nimekuwa mtu wa vinyongo, ninayetamani kulipiza kisasi kwa ambao nyakati fulani pengine wameniumiza kwa mwaka huu mzima, kwa walionikwaza, kwa walionitendea mabaya. Huenda nasali kwa ajili ya mabaya na maanguko ya watu wengine. Tunapofungia moyoni mwetu vinyongo, wivu, chuki, hasira na roho ya kulipiza visasi, tunakufa ndani kwa ndani, kama vile ukoma unavyokula taratibu kiungo kimoja baada ya kingine. Tunajivika mbawa nzito zinazotuzuia kuruka kuziendea baraka za Mungu. Jifunze kuachilia, jifunze kuruhusu yapite. Acha moyo wako ukiwa na afya. Makasiriko ya mwaka huu 2025 yaache hapa hapa. Usivuke mwaka ukiwa na wivu na vinyongo na visasi. Pengine ni ukoma wa anasa na starehe za dunia. Mwenyezi Mungu anatubariki katika mengi, lakini starehe, anasa zinatuangusha na kuvuruga kabisa malengo yetu. Kwani mara nyingi nimetumia vibaya baraka za Mungu kwa anasa, kwa ulevi, kwa starehe, na hivi vyote vinanikwamisha kutimiza kusudio la Mungu katika maisha yangu kwa ajili ya wengine pia kupitia mimi. Sikumbuki familia, sikumbuki mipango ya maendeleo, sikumbuki kuweka akiba, sikumbuki kusaidia wengine. Huu ni ukoma. Katika mwaka huu tumwombe Yesu atuguse, tutumie vyema baraka anazotujalia. Pengine ni ukoma wa uzembe na uregevu. Katika mwaka huu pengine nimekuwa mzito katika mambo ya kiroho. Nimekuwa mzito kupokea sakramenti za kanisa, kutoshiriki mambo ya kanisa, kutosoma neno la Mungu, kukosa muda wa kusali na kukaa na Yesu. Haya yote yamenitenga mbali na Mungu na nimeshindwa kujenga urafiki wa karibu na Mwenyezi Mungu. Umbali wangu na Mwenyezi Mungu. Mara kadhaa nimekuwa mtu wa kuahirisha sana mambo. Nitafanya kesho. Kuungama, nitaungama kesho. Kufunga ndoa, tutafunga kesho. Kuhudhuria ibada za misa, nitakwenda kesho. Bado nina muda, sina haraka. Huu ni ugonjwa wa kufikiri kwamba bado nina muda mwingi na kusahau kuwa muda ni sasa na wokovu ni leo. Mwaka huu ukawe mwaka wa kusema na kutenda. Niache uvivu, niache kupostpone, niache kuahirisha hasa yale ambayo nilishajiwekea mipango madhubuti kwamba nitayafanya, na kumwomba Mungu aweke mkono wake juu ya hayo ili niweze kuyafanikisha. Pengine nimekuwa na ukoma wa lawama na ukosefu wa shukrani. Huenda katika mwaka huu mzima sijaona mema yoyote ambayo Mwenyezi Mungu amenitendea. Huenda nimekuwa mtu wa kulaumu na kulalamika tu mara nyingi zaidi kuliko kushukuru na kuona vile Mungu anavyotenda kazi ndani mwangu kupitia hata watu wengine. Kulaumu ni ishara ya ukosefu wa shukrani kwa Mungu, kushindwa kukaa na kutafakari na kuona ni wapi Mungu amenitoa hata sasa, ni mema mangapi Mungu amenitendea bila hata mastahili yangu. Tunaposhukuru tunaomba tena na tutapokea tena na tena. Tunapolaumu na kulalamika tu tunapoteza baraka za Mungu hata kwa yale machache aliyotubariki. Mwaka huu eka resolutions mpya. Mwaka huu sitalaumu, sitalalamika, bali kwa upole, kwa ukimya
Nitapokea na kuzungumza na Mwenyezi Mungu yale yote ambayo ninatamani ayatende kwa ajili yangu, na kumshukuru hata pale ambapo pengine yatakwenda kinyume na matazamio yangu. Pengine nimekuwa na ukoma wa uchoyo. Mungu amenibariki kwa mambo mengi, kwa vipaji, kwa karama mbalimbali, kwa biashara nzuri, ajira, amani na utulivu katika ndoa, katika mahusiano, katika familia, upendo na furaha na kadhalika. Katika hayo yote tuwe baraka pia kwa wengine. Tutumie baraka za Mungu kuwainua wengine, kuwasaidia maskini, kuwagusa wengine majeraha yao na kuwaponya katika shida zao. Ninaposhikilia baraka za Mungu ili hali alinipa hayo yote ili niwe njia ya kuwafikishia wengine, huo ni ugonjwa mbaya. Ndugu mpendwa, usivuke mwaka na mizigo isiyo na faida. Usivuke mwaka na vilema vinavyokurudisha nyuma kila mara. Sema na Yesu, muombe akutue mzigo mzito ulioshikilia kwa muda mrefu, ili uwe mwepesi na utembee kasi katika kuzichuchumilia baraka za Mungu. Lakini pia kuwa mlango wa baraka kwa watu wengine. Watu wengine wapokee baraka za Mungu kupitia utayari wako katika kusaidia na kuhudumia. 5 ni mwaliko wa unyenyekevu, kupokea baraka za Mungu na kuwa mlango wa baraka kwa wengine. Katika simulizi la uponyaji wa Naamani tumeona namna alivyotii maagizo aliyopewa na nabii Elisha. Hayakuwa maagizo magumu, ni maagizo ya kawaida rahisi kabisa ambayo hata Naamani mwenyewe alitaka kuyapuuza. Anapofuata maagizo kadiri ya neno la Elisha ambalo kimsingi ni neno la Mungu, Naamani anatakasika, anapona kabisa ukoma wake. Wakoma 10 hali kadhalika waliambiwa na Yesu waende kujionyesha kwa makuhani, na walipokuwa njiani walitakasika. Katika matukio haya mawili hawakudaiwa chochote, hawakudaiwa fedha wala dhahabu, hawakupewa sharti lolote gumu. Walihitaji imani, utii na unyenyekevu. Ndugu mpendwa, ikiwa tunataka uponyaji wa kweli, hatuna budi kuwa na imani ambayo kimsingi inaambatana na utii na unyenyekevu. Yesu anawaagiza wakoma kwenda kujionyesha kwa makuhani, na wakiwa njiani wanaponywa. Hali kadhalika Elia anamwagiza Naamani kwenda kujichovya katika Yordani. Akiisha kufanya hivyo anatakasika. Maagizo haya ni kipimo cha utii, ni kipimo cha unyenyekevu ili kupata uponyaji. Ndugu mpendwa, Kristo anazungumza nasi kwa namna za kawaida kabisa. Anatubariki kwa namna mbalimbali hata ambazo hatuwezi kufahamu. Wakati mwingine Mungu amebeba baraka zako kupitia watu wa kawaida kabisa ambao huwezi hata kutarajia. Amebeba baraka zako kupitia watu wadogo, wenda maskini tu, hata wasio na umuhimu. Mungu anaweza kubeba baraka zako kupitia mtu ambaye umekataa kabisa kumsamehe au umemfungia vioo. Naamani hakutarajia kama binti yule mdogo angeweza kumwelekeza kumwendea mtu wa Mungu. Nabii Elisha hali kadhalika hakutambulika sana katika nyumba ya mfalme. Hakuwa mtu mkubwa. Kristo anakuja kwetu katika hali hiyo hiyo, hali ya udogo, hali ya unyenyekevu, akitutaka nasi pia tumpokee katika hali hiyo hiyo unyenyekevu na utii, hasa tunapoanza mwaka huu. Maagizo yake si magumu. Anatuambia nira yake ni laini na mzigo wake ni mwepesi kuchukua. Tuwe wanyenyekevu kwa imani, tutembee katika neno la Kristo, naye atatupa uponyaji wa kweli. Naamani alitembea katika neno la Elisha, wakoma walitembea katika neno la Kristo nao wakapata uponyaji. Mungu anafanya kazi kwa wale walio wanyofu wa moyo na watii. Mungu akufungue moyo na akili yako unapoanza mwaka huu, ukawe mtii kwa neno lake ili ukapate uponyaji. Nyenyekea, tii ili ukutane na muujiza wa Mungu. Mlango una kufuli, si kwa lengo la kutufungia nje, bali ili tuwe na funguo sahihi na tuweze kufungua na kuingia ndani. Funguo sahihi ya kufungua baraka za Mungu tunapoanza mwaka huu ni imani, ni utii, ni unyenyekevu. Matokeo yake ni baraka na uzima. 6 ni mwaliko wa kuwaleta wengine kwa Kristo ili wapate uponyaji. Katika somo la kwanza tumesikia huyu mtumwa mmoja kijana mwanamke kutoka Israeli aliyekuwa akimhudumia mkewe Naamani, anamsaidia Naamani kupelekwa kwa Elisha ili apate uponyaji. Anasema, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Anamsaidia Naamani kuendea uponyaji. Ndugu mpendwa, tunapoanza mwaka huu tutambue maisha yetu ya kila siku. Katika maisha yetu ya kila siku wapo watu wengi kati yetu ambao wamesaidia wengine kutambua udhaifu wao
na kuendea tiba sahihi ya kiroho na kimwili. Wapo walioona wenzao wakikata tamaa katika familia, katika kazi, katika wito, na wakasema kama huyu mtumwa, kwamba laiti mume wangu, laiti mke wangu, laiti watoto wangu, laiti jirani zangu, laiti huyu mtu anayehangaika kwa changamoto mbalimbali, laiti mwanajumuiya mwenzangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Tumewasaidiaje wenzetu katika mwaka huu mzima kuendea uponyaji? Au nimemwagizia kwenda kwa mitume na manabii, kwenda kwa waganga wa kienyeji, ili hali najua kabisa tiba ya kweli ipo kwa Yesu? Je, nimewashauri na kuwashawishi watu mara ngapi katika mwaka huu kwenda kukanyaga mafuta na kunywa maji pengine ya upako badala ya kuwaleta kwa Yesu Ekaristi? Tumwombe Yesu atupe nguvu ya kuwaleta wenzetu kwa Yesu ili wapate uponyaji sahihi. Baraka za Mungu zinatolewa bure kabisa. Nabii Eliya anatuthibitishia hilo kwa kukataa kupokea fedha kutoka kwa Naamani. Ametupa neema zake zote bure, nasi mwaka huu unapoanza, basi tuzikumbatie neema hizi na tuzipokee bure. Mtume Paulo katika waraka wake wa pili kwa Timotheo, ile sura ya 2 aya 8 hadi 13, anazungumza mambo msingi matatu. Jambo la kwanza, anatualika tushukuru katika hali zote. Yeye anamshukuru Mungu sio kwa mafanikio tu, bali anamshukuru Mungu pia hata pale alipopata changamoto, alipokutana na magumu katika kazi yake ya kuitangaza Injili. Kumbe nyakati za mateso zipo, ndio gharama ya ufuasi wetu, lakini katika hayo tunamtazama daima Kristo. Jambo la pili, anatukumbusha nguvu ya neno la Mungu, kwamba mambo mengine yanaweza kufungwa, lakini neno la Mungu lina nguvu. Halifungwi na mtu, halifungwi na hali, halifungwi na nyakati. Ahadi za Mungu alizotuahidia tunapoanza mwaka huu, tutumainie kwamba atazitimiza kwa wakati wake. Tuwe watii kwa neno hilo, kwa kuwa linatunenea daima baraka. Neno la Mungu halirudi bure iwapo tunalitii na kuwa wanyenyekevu katika kulisikiliza na kuliishi. Jambo la mwisho, Paulo anampa matumaini Timotheo kwamba awe mvumilivu, kwa kuwa mateso na changamoto haziwezi kuondoa lengo na dhumuni la Mungu la ukombozi juu yetu. Katika mkesha huu tuendelee kumshukuru Mungu kwa kuwa ametubariki na ametupa tena nafasi ya kuendelea kumtumikia. Tuendelee kumwomba aende nasi katika mwaka huu mpya ambao tunauanza. Aendelee kutubariki, aendelee kutulinda, aendelee kutuvumilia. Ninawatakia nyote mwanzo mwema wa mwaka huu mpya 2026. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Niliyoletea tafakari hii ni mimi Padre Bonaventure Maro, misionari wa shirika la damu takatifu ya Yesu. Tushirikishane tone la upendo. Na neno la Mungu twende kuhubiri, tushirikishane tone la upendo. Mahangaiko ya watu tujifunze, tushirikishane tone la upendo. Tushirikishane